Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tupo katika adhimisho hili tukimsindikiza dada yetu Sister Veronica, tukiwa tunaadhimisha maisha na wito, tukiwa tunamshukuru Mungu kwa zawadi hiyo ya maisha, tukiwa tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya Sister Veronica na vile vile zawadi ya wito. Na wakati huo huo hata sisi wenyewe tukiwa tunajitathmini tunapomsindikiza, na sisi tunajitathmini safari yetu. Maisha ni safari ambayo tunaanza na kuzaliwa kwetu. Tunapozaliwa hatujui kitu, na tunazaliwa katika familia. Tunaanza kujifunza kumtambua mama, kumtambua baba, ndugu, na wakati huo huo tunajifunza vile vile kutoka katika jamii. Familia na jamii vinakuwa ni mchango mkubwa kwetu kujifunza, na ndio maana katika hilo tunalelewa ili tuelewe vizuri. Lakini jambo muhimu, sisi kama Wakristo hatujifunzi tu, tunajifunza kwa malengo hasa tumjue Mungu wetu vizuri. Na katika kumjua Mungu wetu vizuri tuweze kumpenda, tumtumikie ipasavyo, na kila tukuwa na matumaini. Tuna matumaini ya kufika kwake, maanake kuelekea kwake mbinguni. Na katika kujifunza huko, katika safari yetu hiyo ya maisha, tunakutana na majirani, tunakutana na wenzetu, ndugu mbalimbali. Na kwa sababu hiyo kuna mahusiano, kuna mawasiliano, na haya yanaongozwa hasa na upendo. Lakini wakati mwingine kuna chuki, wakati mwingine kuna mifarakano, wakati mwingine tusielewane. Na kwa sababu hiyo safari hii ni safari ambayo tunakutana na mambo mengi. Ni safari ambayo inakuwa na mabonde, inakuwa na milima, na ni safari ambayo inakuwa na vikwazo vingi sana. Na ni safari ambayo inahitaji uvumilivu, ni safari ambayo inahitaji unyenyekevu, ili tuweze kuwasikiliza wengine. Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukafikiri kwamba tunafahamu kila kitu. Tunaweza tukafikiria kwamba tuna majibu ya kila swali katika ulimwengu huu. Na kwa sababu hiyo tusiwe na nafasi yoyote ya watu katika maisha yetu. Na ndio maana tunakutana na ushauri mbalimbali, tunakutana wakati mwingine na maonyo mbalimbali, na wakati mwingine tunakutana hata wakati fulani na makemeo mbalimbali. Lakini kuyapokea namna gani katika hayo, ndio maana tunahitaji unyenyekevu na tunahitaji uvumilivu. Na katika unyenyekevu unatufanya tujitambue sisi ni nani, ni binadamu, tunawahitaji wenzetu. Na katika kuwahitaji wenzetu, watatushauri, watatuongoza tukue kiroho na vile vile hata kibinadamu. Tuweze kuwa binadamu kama binadamu wengine. Tusije tukaitwa wanyama, tusije tukaitwa huyu ni mnyama sana kutokana na maisha yake. Na ndio maana unyenyekevu ni muhimu. Lakini kuvumiliana, kwamba sisi sote, kila mmoja ni wa pekee mbele ya Mungu, na kila mmoja kama ni wa pekee, tunatofautiana katika kufikiria, katika kutenda, na katika vipaji vile vile. Na kwa hiyo uwezo kawafanya wengine wawe kama wewe ni vigumu, kwa sababu kuna photocopy ya mtu mwingine. Kwa sababu kila mtu ni wa pekee mbele ya Mungu. Na ndio maana tunahitaji kuvumiliana. Na mwisho wakati vile vile tunahitaji hata kuwa na fadhila ya msamaha. na tunahitaji vile vile kuwa na fadhila ya upatanisho.
Wakati mwingine upatanisho unaweza kaeleweka kwa sababu tumekosana, lakini vile vile yale ambayo nafikiri ni yangu, haya siwezi nikayaacha, lakini yananifanya nisiwe karibu na wenzangu, yanakuwa kikwazo kukutana na wenzangu. Haya yote kuyaweka pembeni ni sehemu ya upatanisho, ni sehemu ya upatanisho. Na kwa sababu hiyo ndio maana katika injili ya leo sehemu ya kwanza, shukrani anayoitoa Kristo kwa Mungu Baba ni sala ya shukrani. Uliwaficha wenye hekima na akili mambo matakatifu. Haina maana wale ambao wamefunuliwa, wale ambao wanayafahamu, wanayafuata haya mambo, kwamba hawana hekima na akili. Lakini hapa hekima na akili vinavyotumika hapa ni hekima na akili vya kidunia, vya majivuno, vya kiburi, vya kutokusikiliza na kujifunza na kumweka Mungu mbele. Ni kiburi cha kujitegemea, kwamba simhitaji Mungu katika maisha yangu. Na kwa mtindo huo mtu kama huyu hawezi hata siku moja akamjua Mungu vizuri. Lakini wale ambao tunayo hekima ya kimungu na akili ya kimungu, ndio wale kila mara tunajongea mbele ya Mungu kutakatifuza chanzo cha elimu yetu, kutakatifuza utashi wetu, kutakatifuza mioyo yetu ambayo ni chanzo cha upendo, ili tunapomwelekea Mungu ambaye ni mtakatifu wa watakatifu tuweze kufanana naye. Na katika kufanana naye ni kumtanguliza yeye, na ni kuwa chini ya maongozi yake, na ni kumsikiliza yeye. Na kufanya yote hayo, utulivu na kuwa na nafasi ya Mungu katika maisha yetu. Hiyo ndio akili na hekima ya kimungu, na si akili na hekima ya kibinadamu. Ile inaleta ya kibinadamu inaleta zaidi majivuno na mara nyingi mafarakano na mara nyingi dharau kwa watu wengine. Kwa sababu hiyo tunajifunza haya katika safari yetu, na kwa sisi watawa tunajifunza katika jumuiya, kuwasikiliza wenzetu tunaoishi nao, maana ndio ndugu zangu hao, kuwasikiliza na kuwapa nafasi. Na wakati mwingine wananionya, na wakati mwingine wananikemea kutokana na yale niliyotenda bado kinyume. Na haya yote ni kwa sababu wananipenda sana na wanataka niweze kufikia katika utakatifu, niweze kumuona Mungu, niende mbinguni. Na wakikaa kimya hawatimizi wajibu wao kama ipasavyo. Ni safari hii ambayo ndio ya kujifunza, ndio ya kumwelekea Mungu. Safari yetu ya maisha ni kumwelekea Mungu, sio safari yoyote ile. Ndio maana somo la kwanza linatuongoza vizuri. Si swala kwamba nataka niwe niishi mpaka uzee. Utu uzima sio miaka mingi. Utu uzima ni zaidi maisha yasiyo na mawaa, maisha ya fadhila, kuishi vizuri na watu, kusaidiana kwa upendo na kuto kuficha maovu. Kusaidiana maana yake ndiyo huko kutembea pamoja kumwelekea Mungu. Na kwa sababu hiyo chochote kile kibaya kinakemewa. Haina maana kwamba huyu anayekemea hiki anamchukia huyu, hapana. Ila ni kwa sababu anampenda, anataka amuone Mungu aweze kwa. Ndio maana kuishi katika fadhila. Utu uzima sio miaka mingi. Utu uzima ni maisha yasiyo na mawaa. Ndio kitabu cha hekima kinaeleza katika somo la kwanza. Manake kwa Wayahudi anayeumwa, mwenye ugonjwa wowote ni mwenye dhambi. Lakini katika somo hili tunaelekeza zaidi, si swala la dhambi, si swala la nani, hapana. Vile vile ni swala la maisha yasiyo na mawaa, ni swala la fadhila.
na haya yote yanaonekana katika makuzi yetu kiroho, hata kibinadamu, na vile vile katika mahusiano yetu. Na ndio maana katika somo hili la kwanza tunaambiwa kifo sio uharibifu, ni huruma ya Mungu. Ni yeye anaamua, na wakati mwingine anatuepusha kama somo linavyotueleza. Kazi yake anatoa pumziko, anatoa neema, anatoa msamaha, anatoa pumziko la milele. Kwa hiyo tunaposema mwenye haki ingawa amekufa atastarehe, na huyu mwenye haki mtakatifu huyu si ameanzia huko, muunganiko wa maisha yake, muunganiko wa mahusiano yake na wenzake, na vile vile ni mwendelezo wa maisha yajayo, kwamba katika maisha yajayo anaendelea sasa, anastarehe kutokana na maisha yake aliyokuwa naye, anastarehe, yuko mikononi mwa Mungu. Ndio maana somo la pili linatuelekeza sisi ni wa Bwana, tuwe tumekufa tuwe hai, sisi ni wa Bwana, na tukiwa na matumaini hayo tuko kwake na tutafanya kadiri yake. Tunapokufa tunakufa katika yeye, na kwa sababu hiyo tunaingia katika ufalme wake na tunaingia katika kundi lake. Kwa Mungu anatoa pumziko, Mungu anatupa neema, Mungu anatoa msamaha. Mungu anampumzisha mtu, na katika kumpumzisha mtu kwa safari yake aliyoifanya, tunaambiwa katika somo hilo kwamba anamwepusha na maovu mbalimbali, asimwache asije akaathirika na maovu haya. Kwa anampumzisha, anamchukua. Lakini injili ya leo katika sehemu ya pili bado inatuelekeza katika mwaliko wa Yesu Kristo. Tupo katika dunia hii, katika mchanganyiko huu na katika shida mbalimbali katika ulimwengu huu geugeu, ulimwengu uliojaa ubinafsi, ulimwengu ambao haujali tena mtu mwingine, haujali maslahi ya watu wengine, ni maslahi yangu kwanza. Yesu anaalika, njoni kwangu mnaohangaika, mnaoelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mtapumzika kwangu katika mahangaiko haya, mkinitumaini mimi, mkinikumbatia mimi, mkiwa na mimi peke yangu, ninyi mtapata pumziko. Na katika hilo anasema mjitwike nira yangu. Kwa wale ambao ni wakulima, ambao wanatumia ng'ombe, hasa wanaotumia plau ile inakuwa na ng'ombe wawili ambao wanaunganishwa pamoja kwa nira ili wabebe ule mzigo. Sasa Yesu anapotuambia nira yangu ni laini, maana yake tuchukue nira yake, ni sawa na kusema njoo kwangu nikusaidie mizigo uliyo nayo kubeba, nitakusaidia wewe kwa kujitwika nira yangu. Na anasema mzigo wangu ni mwepesi. Anaposema mzigo wangu ni mwepesi, maana kuna mizigo mingine mizito. Inategemea tunavyochagua sisi katika safari yetu, tunachagua nira gani, lakini vile vile ni mzigo gani tumejitwika. Mzigo wa Yesu ambaye ni mwepesi ni imani tuliyo nayo, ni upendo ambao anatualika anapotueleza tupendane, anapoeleza amri mpya nawapa mpendane. Ndio mzigo wake ni laini, fuata hivyo uko katika hiyo nira na utaenda vizuri. Kwa kuchagua nira ni muhimu, na hii nira hii ya Yesu anakuwa dereva wetu, na kama ni dereva wetu, katika gari lake mbele ni msalaba, ndio unaotuongoza, na
njia ni nyembamba, na kwa sababu hiyo wakati mwingine tunaanguka kwenye barabara pana na matokeo yake tunapotea. Kwa hiyo kama dereva, na tukijua kwamba ukiangalia mabasi, ukienda katika vituo vya mabasi kuna wapiga debe wengi, na ndivyo ilivyo katika ulimwengu huu. Kila mmoja anajitangaza ni wa Yesu, na kila mmoja anajitangaza na ni bora zaidi kuliko mwingine. Kwa tusipokuwa makini na tusipokuwa na utulivu, tunaweza kuchagua nira isiyo sahihi katika safari yetu ya kumwelekea Mungu. Kwa kuchagua nira ya Kristo na kubeba mzigo wake, tutaelekea palipo pazuri. Ni swala la kuangalia nani anayekuvutia. Ukiangalia katika ulimwengu wa leo kuna matangazo mengi. Unaweza ukachanganya na ukachanganyikiwa kutokana na matangazo. Nani anakuvutia? Na hata katika nguo, hata katika tabia, hata katika mfumo wa maisha, unaweza ukaiga yale ambayo hayapendezi. Si swala la kufuata mkumbo kwamba na wewe upo hivyo kutokana na kundi lako liloichagulia. Ni swala la tathmini, swala la kuangalia vizuri nani anayekuvutia zaidi katika maisha yako. Lakini unaangalia mbele zaidi, Kristo ndiye inabidi atuvutie zaidi. Si swala la kufuata dunia hii. Wengine anaweza kaanzisha kikundi tu cha kiburi, sisi tuende kanisani. Unaweza kaanzisha kiburi, ngoja tumgomee huyu. Unaweza kaanzia chochote kile na wewe ukajiunga kichwa bila kujua. Lakini nani nakuvutia katika maisha yako, hasa katika kile ulichokichagua toka mwanzo, ndio muhimu. Kwa Wakristo wote ni wa Bwana katika maisha na katika kifo. Kwa kumchagua Kristo, kuchagua nira yake, kuchagua mzigo wake, maana yake maelekezo yake. Anatuelekeza tufanye nini, tuelekee wapi. Tunaadhimisha misa hii kumsindikiza dada yetu Sister Veronica. Tutasema buriani, kwa heri ya kuonana. Maanake leo hii ukikutana na mwenzako njiani ukamwambia buriani, hiyo buriani kuagana kwa mtindo ni kuzito mno. Lakini mwenzako ambaye ametangulia tayari, tutasema buriani, amelala katika Kristo. Na usingizi wake huo si wa ratiba kwamba ataamka saa 5 au saa ngapi. Hapana, ndio amepumzika milele. Na ndio sasa tunasema buriani. Tunaposema ni sala ya mwisho ya buriani. Sasa kwa heri ya kuonana huko katika uzima mwingine. Sisi tunabaki kufanya nini? Hilo ndilo la tathmini vizuri. Manake yeye anapolala hapo anatufundisha sana. Na ndio maana tunaagana. Leo tunamuaga yeye, nani anafuata? Ndio maana nitathmini vile vile. Kasema buriani, akisema ni weje. Na mimi nitaagwa hivi. Na mimi nitakuwa katika hali hii. Swala la kujiuliza. Kwa tunaposema buriani, tunaangalia, tumefuatilia maisha yake, safari yake ya maisha haya. Tumefuatilia alikozaliwa, sakramenti, elimu yake. Ukifuatilia na sawa, mtu huyu alikuwa anasoma, amjue Mungu vizuri, na akisikiliza sauti yake, anaitwa, anaingia utawani. Sio kwamba alikuwa peke yake, walikuwa wengi. Anaendelea na safari yake ya malezi, baadaye anafunga nadhiri. Anaendelea kusikiliza sauti ya Bwana, anaendelea, anarudia nadhiri, anaendelea tena, anarudia, mwisho anasema sasa mimi nasema ndio kwa maisha yangu yote. Anasema ndio hivi. Kwa sababu hiyo anasema ndio, anafunga nadhiri za daima, anakuwa ni mwana jumuiya moja kwa moja
ni mtawa wa kudumu, profesi wa maisha. Lakini vile vile yote haya anayafanya kwa sababu anaishi katika jumuiya, na anaishi katika jumuiya, anaona kabisa ana mchango katika jumuiya, na kwa sababu ana mchango katika jumuiya, na yeye anaacha alama. Alama hii ndio tumeyaona yaliyotajwa mwishoni: msikivu, mvumilivu, mnyenyekevu, kwa kujitolea. Ni alama ambazo zitaendelea kudumu katika vichwa vyetu. Kwa wote tulioishi naye tutamkumbuka hivi, tutamkumbuka, na hakuna anayeweza kuchukua nafasi yake. Hakuna, ni yeye wa pekee alikuwa hivi. Na ndio maana tunapoangalia tunasema kwamba hata kufa miongoni mwetu, roho yake inaendelea, lakini kumbukumbu yake bado iko mioyoni mwetu. Kazi zake alizozifanya, maisha yake, mchango wake katika shirika aliyoufanya. Na haya yote yanatufanya tuwe na tafakari. Uwe katika ndoa, uwe mtawa, na mimi naacha alama gani? Niwe katika shirika, niwe katika ndoa, naacha alama gani? Marumbano, kusengenya, nitaacha alama gani mimi? Kwa mfano, Mungu leo ananichukua tena, anaweza kana ananichukua niko kusengenya, ananichukua niko kwenye umbea, ananichukua ninasingizia watu, ananichukua ndio nimejaa wivu. Ndio maana maisha yetu ni mafupi. Tusiwe na kinyongo, tusiwe na kinyongo, kwa sababu hatujui siku wala saa tutakapoondoka. Tunaweza kusema kwamba tuna afya njema, sina BP, sina ugonjwa wa moyo, sina kisukari, siumwi kichwa, sina malaria. Lakini kafika hapo mbele ukaanguka. Wakati huo ulikuwa na vinyongo, chuki, uadui, unachukuliwa. Ndio maana kila mara lazima tujitathmini katika maisha yetu, katika safari yetu. Wachache wanabahatika, mwishoni anapata sakramenti zote, atapata maungamo, hata mpako, atakomunika. Ili mwingine unalala usingizi kwa heri. Na ndio maana wakati mwingine unaenda kulala na vinyongo vyako, unakasirika, umekasirika na mahasira ya nini? Kwa hii inabaki kwetu. Tunasema Sister Veronica umekaa na sisi. Tunakushukuru Mungu kwa kutupatia zawadi ya Veronica huyu, ambaye pengine alimwangalia kwa namna pekee somo wake aliyepangusa uso wa Kristo. Na tunasema kwa heri. Kama kuna kitu ambacho hakikufanyika vizuri, tunasema Mungu akusamehe. Na kama nafika kule, basi tuombee. Tunapobaki hapa tujiandae vizuri kwa kufa. Usije tukajisahau, tukafikiri kwamba tuna hati miliki ya dunia hii. Ndio maana wakati fulani kama tujui kufa ni nini, tuende makaburini. Wakati kwenye kaburi, kuna makaburi hapa. Hizo kaburi wale kuna kufa. Kwa lazima tujiandae ipasavyo. Na tujiandae kila mmoja wetu kwa tathmini vizuri. Kama nilivyosema, tusiwe na vinyongo. Na hivyo hivyo tuweze kuacha alama nzuri kwa wenzetu. Alama hizo zitatufanya tusife daima katika jamii hiyo. Tukumbukwe daima, kumbukumbu zetu zibaki katika mioyo ya watu hao, kwa kuishi vizuri na watu. Kuwa na kiburi, kuwa na majivuno itatusaidia nini katika maisha yetu? Utabakiza tu kumbukumbu ya kwamba alikuwa na majivuno sana huyu, alikuwa na kiburi sana huyu, alikuwa si mtii, na haitakusaidia katika maisha. Kwa sababu hiyo
tunapomsindikiza yeye, leo amekaa hapo, mwili wake tunaona pale kwenye jeneza, haongei, lakini kwa kuangalia tunajifunza. Sisi tumekaa tunasikiliza, naimba na yeye aliimba. Kwa hiyo leo tuko hivi na yeye alikuwa hivi, lakini ipo siku tutakuwa hivi. Na ndio maana lazima tuangalie mbele zaidi. Ukikaa ukatathmini vizuri ukaona kwamba hata kiburi chenyewe cha nini, majivuno ya nini, sina maana, bila kumweka Mungu katika maisha, bila kuangalia wenzangu kwa namna pekee na kuongea kwa namna pekee nao, kusaidiana, kuongozana, kuombeana, kukosoana kwa upendo, yatatusaidia zaidi kuliko kuwa na vinyongo ndani mwetu. Tuendelee kumwombea. Ulimwengu wa leo unafanya tujisahau sana, tusahau maisha ya kiroho, lakini tunahitaji kupiga magoti kumwomba Mungu. Tupo katika kipindi cha Kwaresima, sala, kuingia ndani mwetu, kuongea na Mungu, lakini vile vile kuangalia jirani zetu na kufunga kwa kukomesha vilema vyetu ambavyo vinafanya tusiwe wafuasi wazuri na waaminifu wa Mungu. Sisi ni wa Kristo, na tumwache Kristo atawale maisha yetu. Tuendelee kumwombea Sister Maria Veronica. Mungu ampokee kwa kazi njema alizozifanya, amhesabie mema, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana. Marehemu Sister Maria Veronica apumzike kwa amani. Raha ya milele wape Bwana. Marehemu wote wapumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo.